William Kipchirchir Samoei Arap Ruto. Wengi wenu ni kwa ajili ya maombi yenu na kwa ajili ya support yenu kama raia wa Kenya, kwamba leo serikali ya Kenya Kwanza, serikali ya UDA na sasa serikali ya BBG imesimama. Kuanzia rais aapishwe, takriban miaka miwili mitatu, punde tu alipoweka kitabu chini, wale ambao Higgins alisema wale watu wameishi katika privilege, wakaona kiongozi mwingine mpya ambaye anataka kuleta usawa na kurekebisha Kenya kikamilifu, walianza kitu wazungu wanaita sabotage, kujaribu kuharibu serikali, kuleta chuki na uhasama, wakajaribu paka kuchoma hii nchi. Lakini kwa mapenzi ya Mungu, kwa imani ya raia, William Samoei Ruto akapita hayo mawimbi machafu, michafuko, kwa ajili ya raia na mapenzi ya Kenya, kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kenya ikatoka katika hiyo sehemu ya ghasia na uchochezi. Walijaribu katika miezi miwili mitatu ya kwanza ya William Ruto kumletea lawama zote za miaka 60 ya hii nchi. Barabara, hakuna maji, hakuna kazi, hakuna majumba. Shame on you. Nyinyi ndio mliharibu hii nchi, yeye ndio anarekebisha hii nchi. Baada ya miaka mitatu ya sabotage, munaona sasa mazao. Waliokuwa hawaheshimiki kina Hassan Omar na jamii ndogo na zilizotengwa sasa wako mezani. Waliokuwa hawana majumba sasa wako na matumaini ya kupata majumba na makazi sawa. Walikuwa wametutega nchi ianguke baada ya miezi 6. Hata Uhuru Kenyatta aliambia kongamano la Azimio, baada ya miezi 6 Ruto atakuwa amezama. Akatuachia madeni, lakini kwa ukarabati, kwa akili ya hasla, kwa akili ya mtoto ambaye alisoma na watu wa Kenya Kwanza, tukaweza kuhakikisha hii nchi iliebuka katika madeni, ikaanza kujimudu kitofauti. Eurobond ilipotaka kulipwa, tukawa tuko tayari. Wao wakachukua wakasomba karibu dola zote kutumia mabanki yao ili kutegeza an artificial crisis, ili Kenya ipate ile shida ambayo Ethiopia ilipata, ambayo Ghana ilipata, ambayo Singapore, Sri Lanka ilipata. Walijaribu kusabotage hawa maberu wa kisasa, mabwenyenye kutoka maeneo mengine waliozoea kumiliki nchi na kuweza kutenga wenzao. Kwa mapenzi ya Mungu tumeibuka, na hatukuibuka tu stronger as a country. Tumeibuka kwamba tutaweza tena kuchukua awamu ya pili na serikali ya UDA kuendelea. Na nyinyi watu hapa Bonde la Ufa, mkumbuke kabisa safari yetu na yenu imekuwa kila wakati ikilingana historia. Hii nchi ilipoanza, wale waanzilishi wengine walipotaka kunyanyasa wengine, kuhakikisha wao peke yao ndio wako katika utawala, wakatoa kila mtu. Ni marehemu Moi na marehemu Ronald Ngala wakaanzisha mwelekeo wa kuhakikisha kila Mkenya aliheshimika kupitia KADU. Hata hiyo KADU iko na maneno nyingine ndani ya UDA, ili tuhakikishe kutoa ile sera ya wale waliochukua kutoka wakoloni ya divide and rule. Wakatuweka kwa makabila, wakatuweka kwa maeneo, wakatubagua. We vijana, kama mutaki simwende tu nje. Excuse me, if you want to talk, I don't mind, you can go outside. Watu wote hawa nasikiza, nyiwa watu wawili no, unaweza enda tu nje, haina shida. Kwa hivyo wakatuweka katika makabila, wakatuweka katika matabaka. Mkoloni akatugawanya kwa kila namna, divide and rule. Wakaja hawa wengine nao wakaendelea na hiyo sera
ya divide and rule. Lakini sasa baada ya miaka karibu 60, zaidi ya 60, Rais William Ruto ameleta sera mpya ya unite and rule. Unganisha wa Kenya, uendeleze utawala na bora katika taifa la Kenya. Na mimi nimekuja hapa Rift Valley sio tu kuambia hii ndio ngome, lakini pia kuambia kuna mahali mingi sana ndani ya Kenya ambayo pia iko locked nyuma ya William Ruto 2 term na UDA. Itakuwa ni hekaya ya kiabunuasi kwa mtu yoyote ambaye amekuwa katika Kenya hii kuona yale yaliendelezwa na wale waliopita kabla yetu, marais wakiwemo hata ndugu yetu Mzee Kibaki na Uhuru Kenyatta, vile walitutenga baadhi yetu, vile walileta maendeleo mahali pengine pachache. Leo ukajifanya wewe huoni yote yale mazuri, unaenda kwa propaganda na hasira na ya hamasa ya watu ambao wako entitled kwamba hii nchi ni ya watu wachache. Hata jana nilikuwa Western. Wajua sisi tunajaribu kuunganisha Kenya. Nikawaambia hiyo jamii ya Mulembe kwamba nyinyi na sisi shida zenu zimekuwa hizo hizo vile vile. Wao waliitwa majina na wale waliopita. Sisi wa Pwani tukaitwa watu wavivu, tujue kuongojea nazi kuanguka, watu wakaja katuibia mashamba yetu. Haya wengine kule wakasema sijui Mjaluo anapenda ukubwa, sijui Mjaluo kimpa ukubwa atakukojolea. Si mnakumbuka hizo vitu? Sijui kiangaliwa Waluya, nikawaambia inasemekana sijui ni Waluya sijui ni watu wa kwenu kufanya kazi ya milango na kufanya kazi majumbani. Hayo si maneno ya William Ruto. William Ruto ndo alikuja kurekebisha. Nikawakumbusha Waluya, leo mko na speaker, prime cabinet secretary, majemedari wa kijeshi, deputy vice CDF, Lieutenant General Omende, Air Force commander, watu katika nyadhifa za inspector etoje yule ODPP, Director of Public Prosecution. Wako watu KRA na wengine wengi katika taasisi za kiserikali na mawaziri na makatibu. Ruto hajasema wao ni wakukaa katika mahali fulani, lakini wale ndugu yetu Natembeya aliwahudumikia akiwa katika provincial administration. Kina Uhuru Kenyatta na wengine, hao ndio waliweka Waluya pale wako. Sasa wewe unashikana na wale ambao wanashikana naye ili kuharibu serikali hii. Ni ipi ile ambayo sisi mumetuuliza kama serikali ya UDA Kenya Kwanza ambayo William Ruto amekataa kufanya? Nikamwambia Natembeya, sisi tutakabana. Tutahakikisha mtu atakaye kuja katika hii serikali tutasonga. Meza ikiwa ndogo tutaongeza meza. Viti kivipungua tuongeza viti ili kila mtu akae. Njoo mwambie William Ruto ambaye ameleta barabara kwa mara ya kwanza maeneo ya kaskazini mashariki, northeastern, kuanzia 63 years of independence hakuna mtu alipeleka hata kokotu. William Ruto amejenga barabara ya kushikanisha miji katika northern Kenya, wakafanya ni mzaha, lakini barabara inaendelea. Wakasema majumba hayatokuwa majumba yanaenda. Wakasema kutokuwa na healthcare ambayo is all inclusive, healthcare inaendelea. Aka monetize social media. Aka hakikisha ameleta free subsidized fertilizer ili to boost production na to stop subsidizing consumption. Akanawirisha na Mungu akatuletea mvua, tukavuna. Leo kila pembe ya Kenya iko na katibu katika wizara kubwa. Zamani sisi tulikuwa tukipatiwa katibu ya culture, siku hizi tunapawa ya transport. Tulikuwa tukipatiwa katibu ya sijui ya michezo gani, siku hizi tunapatiwa ya energy. Ruto amerudisha heshima ya Wakenya wote.
Wewe natembea, kama kuna kitu kuja tembea na sisi, utuambie ni nini, tuone kama takataa kufanya. Acha, so that to lock north, western, to lock coast, to lock hapa Rift Valley iko locked, na kwingine kote to lock. Hata hiyo Mount Kenya, wale wenye ukakamavu, hakuna jamii inaweza kuendelea ikiwa inaendelezwa na watu wa akili potofu na ukabila kama yule Rigiji. Kama jamii ya Mount Kenya inataka kurudi nyuma, sikizeni Rigiji, tutawapita kama vile Faith Kipyegon anavyopita watu dakika za mwisho. Kama Higgins, peleka hii salamu. Sinyi watu walikuwa kituita sisi wavivu. Nyinyi mnafikiri ya mimi na kina Mvuria na kina Kingi mtatupita tena hivi tukati tumesimama? Hata sisi wakati William Ruto ametupa nafasi na serikali imetupa nafasi, mnafikiria kuna mtu ataturegesha tena nyuma? Hii 2 term imepita na 2 term nyingine inakuja. Bwana, you cannot take us back where we came from. We know our history. We will not return there. Kwani sisi ni wachache bwana? Sisi pia tunaelewa. Ati jamii, mimi nakuwapatia hakikisho langu, jamii itakayoongozwa na Rigiji ni ile ya kuangamia peke yake. Sikizeni yeye muone. Nyinyi mnafikiria hawa Kenya hawa siku hizi ni wale mlikuwa mkiwaita mafala, ati sijui wanazi kuanguka. Mimi leo kwa nyumba yangu, degree yangu ni ndogo. Kuna watoto wetu wa nyumbani wamesoma kila mahali, wamesoma Harvard, wamesoma Yale, wamesoma Nairobi University, wamesoma Moi University. Sisi si wale tena, na hii Kenya si ile tena. Acha bwana, ati mountain, na sisi tukishikana si hiyo mountain itabaki hapo tu. Na hii Kenya vile naenda inashikana, kila mtu wako locked. Hata namshukuru sana Gideon Moi, nilimwandikia barua, nikaona baada ya barua akaja. Kwa ajili watu wanaelewa pale Kenya naenda. Lina karibu. Na ndio nikasema mwingine yoyote, mimi niko tayari kusonga. Hata juzi nikamwambia ile jamaa ya Wiper, hata kama hiyo chama yako hakuna siku itatoka pale iko, mimi kiti yangu ya Secretary General ni kubwa kuliko party leader ya Wiper. Hata nikamwambia kama unataka mimi naweza kuwa deputy, itakuwa ngumu lakini kuja tu. Tunataka kuunganisha Kenya. It is not about positions, it's about posterity, the future of our kids. Hii wanaona mimi ati ni moment yako. Hii Mungu akishaamua mambo imeamulika. Unajua kuna vitu unaweza kutaka lakini ikawa hupati na ni shari kwako. Sisi hata tunaambiwa. Na kuna kitu ambacho hutaki na ndio heri kwako. Mungu peke yake ndo anajua. Sasa wewe unafuata, kumbe unaenda kombo. Mimi Kalonzo akianza siasa 1983 akiwa waziri, mimi niko form 2. 2025 mimi ni katibu katika serikali ya muungano UDA. Yeye bado yuko barabara anatafuta serikali. Na sisi tunamwambia ingia serikali. Hatuna uchoyo. Sisi si wachoyo. That is William Ruto for you. Ujumbe wetu is reconciliation and unity. Hatutaki kuongoza nchi watu wanapigana na ghasia. We need to lead a prosperous country that is united and indivisible, kwa ajili ya the future of these kids that we have. Kwa hivyo nawaomba sana tushikane. Na mimi najua hapa Uasin Gishu iko locked. Najua Rift Valley iko locked. Pale Western imebakia mtu mmoja mbili iko locked. Coast iko locked. Nyanza iko locked. Northern Kenya iko locked. Kina Kindiki wanajaribu kulock huko Mount Kenya. Mount Kenya yote. Kwa hivyo tuko sawa.
Msiwe na mchecheto. Nyinyi mhakikishe watu wamejiandikisha kura. Hata sisi tuliitwa minorities. Hata tumekuja kujua kumbe namba zetu nyingine zimedhulumiwa tu. Na sisi tukaa tunajiita minority. Kumbe wamekataa kutupa ID. William Ruto amesema sasa andikisheni ID, wanasema hao watu wanaandikishwa kutoka Somalia. Shame on you. Lina, wewe ni mama. Unakwenda classmate wa mtoto wako. That's what we have been going through. Classmate wa mtoto wako, standard form 4, wanapelekwa na bus kwenda kuchukua ID. Then wanarudishiwa ID. Alafu unapata watoto kutoka pwani, watoto wa asili zetu, watoto wa asili ya Kisomali, wanaambiwa ID zenu bado, we have to do further vetting. Watoto wadogo wanakuja majumba yetu, wanatuliza, mom, dad, uncle, why do I need, our IDs were not brought back because we were told that it has to undergo further vetting. Hawa ni watoto wetu tu, watoto ya Mungu. Unabagua mtoto wa mwenzako ati kwa ajili watoto wako wapate, na wanazidi kudidimia. Mungu si Athumani, Mungu si Abunuwasi. Ukininyima mimi, haiji kwako, atanitafuta pale nilipo anipe. Kwa hivyo tunataka sana tuhakikishe tumeleta uwiano kwa nchi. Na yale William Ruto ametenda, watu wote wamesema, mpaka kina John Mbadi, mpaka kina Kaluma, wale waliokuwa upinzani, wamesema ni dhahiri William Ruto ametenda zaidi kuliko hao marais waliopita, na hakuna mtu amekosoa hiyo tamu. Wametendea wengine. Wajaluo wakakuja ndani ya chama, wakasema ndani ya serikali, wakasema hawakuja kudhulumu mtu, wamekuja kuchukua share yao. Na share yao si wamepata. Na kila mtu anayekuja anapatiwa share yake katika hii serikali. Hii ni serikali ya kila mtu. Serikali inajumlisha kila mtu. Pia wao wamechoka. Raila ni traitor. Raila ni traitor. Raila ametafuta kura siku zote, hamukumpa. Nyinyi ndio mmemsaliti yeye kabla yeye hajajipanga. Na William Ruto akamwambia kwa heshima, ingia. Na yeye hakumuonesha ule uongo. Alichomwahidi amempa. Dignity and truthfulness in politics. Honesty. Walikuwa wakimhangaisha Raila, mara sijui hivi, mara vile. Alikuwa katika ile handshake, tukaona tu board member 2 3 wana manage. Sasa amekuja watu wamekwenda kwa ushirikiano wa ukweli. Huyu mzee ni traitor. Miaka yote mzee amesimama. Babake alisimama 92, hamukumpa. Akasimama yeye mwenyewe 97, hamukumpa. Akasimama 202, hamukumpa. Tena yeye alisupport Kibaki, mukaita yeye njamba. Akasimama 207, mukamuibia. Akasimama 2013 17, hamukumpa. Akasimama 2017, hamukumpa. Hii 2022 ilikuwa sitaki mumpe because mimi nilikuwa na William Ruto, hamukumpa. William akamwambia, Gwambo bana, kuja serikali. Mzee akasema ndio. Ili kuja kurekebisha hii nchi wakati wengine walikuwa wanataka kuichoma hii nchi. Kwa hayo mengi, mimi siku hizi lazima nimalize na hii msukumo wa mwisho. Tupendane sisi hapa ndani ya Kenya. Na mimi naangalia hali ya ulimwengu inavyokwenda. Naona askari unaniangalia hali ya ulimwengu inavyokwenda. Lazima Waafrika washikane. Hii lazima mimi najua ni mbunge East Africa. Wakati siko hapa mimi niko East Africa. Na mimi nilikwenda East Africa kwa lengo moja, tuwe taifa moja. Hii mipaka tuondoe. Leo sizai na ubaguzi wa watu weupe wazungu unajidhihiri kupitia Trump. Wanasema sisi tumeleta shida na uhalifu makwao. Wanaambia wazungu katika Europa
wasikubali wahamiaji. Na hatuna kuhama, wao ndio walihamisha rasilimali yetu. Wao ndio wakakuja wakachukua wenzetu, wakawapeleka manchi yao, wakawafanya watumwa. Hawa wasichana wadogo na vijana wanaoshinda medali katika Olympics, Gabby Thomas na kina Shakari Richardson, yaweza kuwa ni cousin ya Kipyegon. Hatuwezi jua. Waliwachukua wakawatesa baba zao na vizazi vyao, wakahamisha rasilimali zetu, wakaja katika ardhi zetu wakazita White Highlands, wakaja Eldoret wakaiba, wakaenda Uganda wakaiba, wakaenda South Africa wakaiba dhahabu na almasi. Leo tuambie watoto wetu tujenge kitu inaitwa African consciousness, ili hizi mila zao na itikadi zao zisiweze kupenya ndani ya Afrika yetu. Leo nataka wanaume na kwa wanaume waoane, wanawake kwa wanawake waoane. Wanaleta hii mambo sijui anaita sijui liberalism. Wanakashifu, wanasema watu hawaamini Mungu. Na hapa hii nchi ya Kenya is not a secular state. It is just that Kenya has no official religion of state. Tofauti mbili. Wakenya wanaamini Mungu. Hata katiba yetu yasema we the people of Kenya believing in God. Na sisi kizuizi chetu kikubwa kutoka hizi liberal tendencies ni kuamini Mungu. Mkristo ajenge kanisa, Muislamu ajenge msikiti, na watoto wapelekwe katika mashule wasomee dini zao, ili tujenge family values. William Ruto akijenga kanisa, State House, ni Wakristo wanapinga bwana. Nashangaza sana. Mimi nikamwambia wewe maliza hiyo na sisi tulete ya msikiti. Iko shida gani bwana? What is wrong with us? Mnapinga sabotage after sabotage. Kila jambo unaenda koti, alafu koti inasema iliko sawa baada mmetupotezea miaka 2. Alafu mnasema hajua hakuna delivery. Koti imesabotage sana pia hapo katikati. Hatuna ushida na independence of the judiciary, lakini ile judicial overreach katika Kenya leo is at an appalling rate or appalling levels. So si mimi ni Bantu. Mimi niliambiwa tulikuja kutoka Cameroon. Mbona hakuna mtu alituzuia? Sisi kwa nini tuzuiwe kama tunataka kwenda mahali? Ama sisi tuzuie mwingine? Wewe bora mimi nilisoma. Wewe hata Raila mnatoka Sudan. Mbona hakuna mtu aliwazuia? Because sisi ni watu wamoja bwana. Sasa wewe unashika Msudan, mnauliza kwa nini anatembea Nairobi bila ID? ID ya nini? Ama unashika mtu mwingine sijui Mkamerun. Hii nchi wache watu wanawiri wa Afrika kila mahali. Our African identity must be our most prized treasure. Mimi napenda sana hii sera ya Afrika bwana. Because hawa wazungu vijana nyinyi mko university, hawa wazungu wametukalia vibaya bwana. Wamewabagua kwa ngozi zetu. Wametuona sisi hatufai kitu. Wanatuletea vijitoto vidogo wanaviita consultants kuja kutusomea hapa. If we don't build African pride, African power, African resources, African camaraderie, hao watu wataendelea kutuona sisi ni wale. Wakati tutarekebisha hapa, pia tushikane na wengine turekebishe. Watoto wetu waheshimike, vizazi vinavyokuja viishi na heshima zaidi kuliko ile sisi tuliokuwa nayo. Kwa hayo mengi takomea hapo. Nimwambie mama JB Kilimo, nimeshukuru sana yale maneno ya Arab Plating. Uliniambia kwanza nianze. Umekuwa watu wakija hapa wakiingia kwa chama. Mimi nashukuru sana kwa maneno yako ya kutia moyo. Ukaniambia nije Silverline. Alafu nikasikia Julia Sanga akasema atalipa. Hiyo imekuwa kitu ya bure, nitaenda. Akamwambia Paul Kiprop anitafutie maneno. Mimi nasikiza huyu kile kidari naandika tu. Kiprop miaka yote mimi nakuja hapa Wasigishu, wewe kunipeleka tu kula nyama na kunipeleka kule kwa Sudi. Sasa Letika umekwambia ile kitu ufanye. Kwa hivyo tutakuwa hapa. Hii chama ya UDA as it stands right now is the best party in the country.
Na sio kwa kujigamba. Umaarufu, it is the most popular party in the country. Hata wale maadui wetu wanafanya utafiti wao, wanaona. Teknolojia tuko mbele. Uwiano tuko mbele. Membership, sisi tuko na members milioni 8. Chama kikubwa katika taifa la Kenya. Hapa hatuna uhasama na vita. Meeting yetu inaanza kwa amani na maombi, yanaisha na amani kwa maombi. Watu wetu wanaenda chini, wanajadiliana kwa sera. Candidates wanao participate katika nomination, mtu anaona dhahiri ameshindwa, anakubali matokeo, anasema nitajiandaa kwa uchaguzi unaokuja. Tuko na mawaziri wamebobea, tuko na wafanyikazi wamebobea, tuko na rais amebobea mcha Mungu, tuko na idara ile ya ushauri wa masuala ya kiuchumi kina David Ndii wamepeleka Kenya level nyingine. Hii ni chama ya UDA. Mimi nikiwa hapo UDA, saa nyingine ni kama kuangalia tu dashboard. Mambo yanaendelea tu. Watu wanacheza kama ile wakati mimi naangalia ile timu yangu inacheza ya Liverpool, lakini siku hizi inafungwa. Lakini haijafikia Manchester kwa kufungwa. Man United wakipata moja, wewe unajua leo kwa nini leo mtandao imekuwa kelele hivi. Kumbe ati back to winning ways kwa siku moja. Lakini ni hivyo. Sasa hii ni team professional. Hata vijana iko mentorship program. Tunaanzisha shule. Kabla hujakwenda, wajua tunataka nyinyi mnasema not only the how ya kufanya siasa, watu mnakwenda sijui mnaongea na watu, lakini mjue the why. Mjue itikadi zenu. Falsafa yetu kama UDA, plani yetu ya miaka 10, miaka 20 na karne inayokuja. Hiyo yote mjue kabla hujaandikishwa katika uchukue nyadhifa ya serikali, tukupeleke wewe kama PS, utuambie kama unaelewa haya maadili na msimamo wetu. So uende tu kiolela, unafikiria umeenda kwa ajili umefika university. University peke yake haijengi msingi wa imani. Lazima tukupe values za serikali. Kwa hivyo Lina, karibu sana. Wewe umekuwa mwanaharakati wa masuala ya human rights, because hizi jamii zetu pia kidogo hapa, na wacha ni wakere wakina wazee kina mama tuwaeke katika center of administration, katika center ya siasa zetu. Ukitaka kujua ule jamii ama umma ambao umeenda mbele, utaona wamama katikati ya uongozi wa huo umma. Tuwape elimu, wakuwe na nafasi, tusomeshe watoto wetu. Hata kama watopata kazi, lakini watapata nafasi ya kujihami kimaisha. Wapate a chance to live. Hayo, kwa hivyo karibu sana. Na kwa hivyo acha mwanzo waweke nyimbo, ajua wewe zingia hivi. Mimi hapa sasa haya. Karibu. Assist dancers. Loke nyabo korenya. Osoje baibaya. Osoje rore. Yiru tuko mungo bakwalu. Ngaja baiba jerelmo. Baba ya baba musemo. Ngaja baiba la weru. Asanya masago buri. Baba ya baba musemo. Baba ya baba musemo.